Biblia inasema kitabu cha Matendo ya Mitume mlango wa 10, neno la Mungu linasema Herode alikuwa ameazimia mabaya kwa kanisa. Mlango wa 12, panapo majira yale Herode mfalme akanyosha mikono yake kuwatenda mabaya baadhi ya watu wa kanisa. Panapo majira yale majira ambayo Herode alimuua Yakobo. Yakobo alikuwa ni mmoja wa wanafunzi wa Yesu. Alimuua kumkata kichwa. Kwa katika majira hayo alikuwa ameazimia kunyosha mkono kuwatenda mabaya watumishi wa Mungu. Binadamu kuishi nao ni vyombo vya Mungu, lakini wakati huo binadamu ni vyombo vya Shetani. Kila binadamu ambaye hamchi Mungu, kumcha Mungu ni jambo mtambuka, lina tafsiri nyingi zaidi. Kumcha Mungu, anakuwa anaombwe, anaufa, anaweza kutumiwa na Shetani wakati wote. Shetani akihitaji kuvamia wewe, wanatafuta uwanja basic ya vita. Unaona, Amerika wakati anaamua kuipiga Baghdad, aliomba itumie ardhi ya Saudi Arabia, na Myahudi akiamua kuipiga Tehran anaomba itumie anga ya Jordan, nchi ambazo karibu. Kama duniani kote Amerika ameweka basic zake za kivita. Hapa Afrika Mashariki, Kenya kuna majeshi yake, sehemu nyingi duniani, sababu mashambulizi toka mbali haiwezekani. Kwa hivyo inabidi uombe baadhi ya nchi mwingie ubia watoe sehemu ya ardhi yao ili kuweka majeshi yako. Ndio mambo ya ulinzi yana siri nyingi. Watu wanaohusika na ulinzi huwa walali, hawasema kwa sababu nchi iko salama. Rwanda, tunafita Rwanda na Burundi, basi tusio na majeshi. Watu wa ulinzi wanahakikisha majeshi yanakuwa katika utayari masaa yote, maana chochote chaweza kutokea. Hivyo ndivyo ilivyo taswira katika ulimwengu wa roho. Biblia inapozungumzia vita, inasema na sisi inazungumzia uhalisia wa vita ambao unaifahamu wewe ili upate kuielewa. Ndio maana anasema vita vyetu sisi ni vya kiroho, lakini anasema ili mshinde lazima mbebe silaha. Na zile silaha anazungumza katika hali ya usilaha wa kawaida. Upanga, mama mnajua upanga. Upinde, mama mnajua upinde. Chepeo, mama mnajua. Amen. Kwa Shetani, ndio maana wakati wote uwe makini sana na watu wako wa karibu. Aliye msaliti Yesu alikuwa Yuda, mtu wa karibu. Mtu wa karibu akiharibika anakuwa mbaya kuliko mtu ambaye hajawahi kukufahamu, na ana uwezo mkubwa sana kukumaliza, maana mlishia siri nyingi. Sasa hapo unaona Shetani anamhitaji Yesu, maana muhula wa Yesu kwa duniani umekwisha. Anamuingia Yuda. Maandiko yanasema Shetani akampa wazo Yuda. Sasa Biblia andiko moja huwa linawakilisha matukio hata bilioni 3, hata umilele. Andiko tu moja hiyo inaitwa ni answered katika ufalme wa Mungu. Ni reference ya mambo mengi ambayo Shetani anayatenda. Kwamba Shetani huwa mtumii mtu ambaye hana. Kwa mfano, Shetani hawezi kumtumia mtu mkarimu katika eneo la uchoyo, atafuta mtu mchoyo. Hawezi kumtumia
eneo la ubishi, mtu ambaye yeye muungwana, yeye wabishi jambo kama kuna hoja ya msingi, atafuta mtu mbishi mjinga fulani atamtumia. Kwa hiyo huwa anapeleleza nani anaweza kunisaidia kazi hii. Atafuta mtu ambaye katika eneo hilo naye ana chembe chembe za hilo jambo husika. Yuda alikuwa ni mwizi, wewe unajua. Alikuwa anaiba sadaka za huduma. Kwa hiyo ikawa rahisi shetani kumtumia. Mara nyingi kushindwa kwetu kunatengenezwa na sisi kutokuwa makini. Tunashindwa sana kwa sababu hatuko makini katika mambo ya msingi. Jambo kubwa hauko makini. Unachagua rafiki, hauko makini. Unatafuta binti wa kusaidia kazi nyumbani, na umakini. Mambo mengi tu kutokuwa makini. Mambo yote unachukulia poa, hata yale ya maana. Iko siku jirani yako, rafiki yako wa karibu, itakuja kutokea atakuwa Yuda Iskarioti. Utalia na kusaga meno, ole na bahari. Na Mungu hivyo hivyo akiamua kufanya jambo, maandiko yanasema alikuwa usiku wa manane anampa mawazo Selemani. Kuna mawazo kwa Selemani. Selemani anadhani anawaza, kumbe ni sauti ya Mungu, na kesho anaamua sawa sana mawazo aliyopata usiku wa manane. Sasa haya matendo yote ya Herode ilikuwa ni roho ya shetani iko ndani ya Herode, kulitesa, kuliumiza kanisa. Ndio maana unapoomba ulinzi, usiombe ulinzi kwa ajili yako tu. Waombee ulinzi hata watu sahihi, watu wako sahihi. Maana wale ndio nguvu yako, wale ndio wanabeba heshima yako. Kwa shetani akikosa wewe, anza kupiga watu wako sahihi. Bosi ambaye una kibali kwake ndio anamtwanga kwa ajali, anampa kisukari, aenda kufia India huko. Watu sahihi. Kwa unapoomba, ongeza mipaka ya maombi yako, watu sahihi. Shetani akitaka kukufinya akiona wewe uko salama, anafinya mtu wako sahihi ili aumize hisia zako. Ama anakufa, ama anapata matatizo, ule mtandao wako wote lazima uombe. Watu wako sahihi wote. Unakaa mtaani na majirani 20, lakini yuko jirani moja yeye una kibali kwake kukusengenya, atakuletea ripoti, bwana wanakusengenya. Yule mtu muombe. Watu sahihi. Shetani anajua mna agano la moyoni na wale watu. Wale watu wakiumia kwa njia moja au nyingine, lazima utakuwa sehemu ya maumivu yao. Waombe. Baba, walinde watu wangu sahihi. Kuna vikao vinakaa ili kunihujumu katika ulimwengu huku. Hivyo vikao Baba, naomba ingilia kati. Najua kuna watu wanaishi Dar es Salaam kwa ajili ya maombi yako. Kuna watu wanaishi Tanzania kwa ajili ya maombi yako. Mungu akishuka kwa mbinguni jioni ya leo, anaona kuna watu wanaomba. Hata kama wako 10 hata 30. Mungu anabarikiwa. Aona Kimara, Lutheran wanaomba. Sijui wapi Mbagala wanaomba. Sijui Dodoma kuna watu wanaomba. Ile ndio chumvi ya dunia. Dunia inasirika kwa sababu ya kelele za maombi ya watu wa Mungu. Herode akaamua kulitenda mabaya kanisa. Haleluya. Akamuua Yakobo ndugu yake Yohana kwa upanga. Na akaona kuwa imewapendeza Wayahudi, akaendelea. Akamshika na Petro. Siku hizo zilikuwa siku za mikate isiyochachwa. Na alipokwisha kumkamata, akamweka gerezani. Akamtia mkononi mwa vikosi 4 vya askari 4 wamlinde, akitaka baada ya Pasaka kumtoa, kumweka mbele ya watu ili na yeye amuue.
Petro akalindwa gerezani, nalo kanisa likamwomba Mungu kwa juhudi kwa ajili yake. Kuna siri nyingi hapa. Mungu aliacha Yakobo uawe, huenda kanisa lililala. Petro akakamatwa, akawekwa ndani ya gereza, ndani kabisa analindwa. Kanisa likuvunjika moyo, lilijua nguvu ya maombi, siri ya maombi, siri ya imani. Unajua maombi ni jambo kubwa sana. Sema jambo kubwa kweli kweli, lina siri nyingi. Ukipanda zile ngazi zote ukapata sifa ya kuomba yale Mungu anayoyataka, wewe umeshinda. Yani ukapanda ngazi zote zile, una imani, una maarifa, unaomba sawa na neno, ukafika hapo afu kaanza kuomba, umebarikiwa. Lakini maombi yani kama vile unaenda kwa jirani yako ambaye mnaelewana, unamwomba kwa chumvi. Ndivyo maombi yalivyo kwa Mungu Baba. Ila watu ambao wamekata tamaa, wameanguka. Unajua shida iliyopo ni kwamba watu wengi pamoja na wahubiri wenu wamekata tamaa. Walijaribu kuomba haikutokea, wako katika njia za binadamu. Lakini maombi Mungu anasikia. Ni sawa sawa na unakwenda kumuomba jirani yako anayekuheshimu, mnaofahamiana hali, naomba chumvi na sina chumvi na nina wageni, anachukua na kupa. Ndivyo maombi yalivyo. Ombeni lolote kwa jina langu, sawa na neno, nitatenda, Yesu anasema. Maombi ni jambo kubwa, linapendeza, naita faraja, naita amani, naita matumaini. Ni jambo halisi, sio nadharia. Ukiniambia mzee wako mbona tunaomba tujibiwi, maana anasema kitabu cha Yakobo, mnaomba vibaya. Yakobo anasema mnaomba vibaya, ndio maana mpati, ndio maana mjibiwi, mnaomba vibaya. Yesu anauliza, kuna mtu yupi kwenu ambaye mtoto wake akimwomba mkate anampa jiwe? Akimwomba samaki anampa nyoka? Ikiwa ninyi mlio waovu mnaweza kuwapa watu wenu vipawa vyema, je, si zaidi sana Baba yenu aliye mbinguni? Ombeni nanyi mtapewa. Ombeni nanyi mtapewa. Maombi ni jambo la kweli. Mungu akishambariki mtu hanaga majuto. Labda wewe zile sababu za kubarikiwa ukengeuke, ukianza kuziishi, Mungu hanaga majuto. Maombi yanatakikana vitu vingi sana ili yawe maombi. Ni kwa kuwa Kiswahili tu ni kifinyu. Kiswahili kinasema yote kama maombi, lakini yale maombi ya muda mrefu Kiswahili kinaita maombi ya kulia. Yani jambo unaomba lakini halijibiwi, haitakiwi uliache kwa sababu halijajibiwa. Muamini Mungu. Muamini Mungu, mtu yote muamini Mungu ambaye Mungu amemtengeneza kwa Biblia. Anasimama katika roho ya Raheli. Maandiko yanasema kitabu cha Yeremia, kilio na maombolezo umesikiwa Rama, Raheli akiwalia watoto wake, asikubali faraja maana hawako. Mtu muombaji hata umfariki kiasi gani hakubali hiyo faraja mpaka aone alichoomba kimetokea. Muomba Mungu. Kilio na maombolezo kimesikiwa Rama, Raheli analilia watoto wake, amekataa faraja maana watoto wake hawako, wametwaliwa kwenda utumwani. Mtu yote ambaye anamfahamu Mungu na kumwamini haachagi kuomba mpaka Mungu amesema ndio ama hapana ama subiri. Hatuachagi kuomba mpaka Mungu ametoa majibu matatu, aseme ndio au hapana ama subiri. Mimi yote hao naitaga majibu Mungu amenijibu. Daudi baba yetu aliomba Mungu kwa ajili ya mtoto wake aliyemzaa kwa mke wa Uria. Mtoto anaumwa malaria haishuki 40. Daudi akaomba siku ya kwanza kwa kufunga na kuomba mtoto apone.
hakuacha kuomba. Malaria inapanda na yeye maombi anaongeza maombi. Malaria inapanda na yeye anaongeza maombi. Mpaka mtoto alipokufa ndio akaacha kuomba. Maana Mungu amejibu, amesema hapana. Daudi ndio akaacha kuomba. Akasema leteni juisi ninywe, leteni divai ninywe, niweke pale nyama choma nile. Wakamuuliza wasaidizi wake, mbona umeacha kuomba wakati mtoto alikuwa anaumwa, alikuwa anaomba? Akasema wakati anaumwa nilijua atapona. Sasa Mungu amesema hapana. Sina haja kuendelea kuomba tena. Sasa watu wengine Mungu hajasema hapana wala ndio, wanaacha kuomba. Hello, tena kuomba usiwe mjinga. Maombi yanahitaji juhudi. Waliomba kwa juhudi, maana ile shida ilikuwa kubwa. Petro amefungwa chumba cha kwanza, cha pili, cha tatu mpaka cha 4 ndani ya gereza, na amefungwa pingu huku na kila pingu imefungwa na askari mwingine, ili hata akitikisika tu askari, unaenda wapi? Hivi umeelewa? Unafungwa pingu hapa, ile pingu inashikamanishwa na mkono wa askari. Hata ukitikisika askari, wewe unaenda wapi? Na miguuni hivyo. Kanisa likujali hivyo, liliomba kwa juhudi. Amen. Ukiangalia hicho kifungo kwa macho ya nyama kinavunja moyo, lakini kanisa likuangalia hivyo, liliongeza juhudi ya kuomba. Kanisa likaomba kwa juhudi. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Likaomba kwa juhudi kwa ajili yake, likaomba. Usiku wa manane yale maombi yakaenda. Biblia ukisoma inasema kule mbinguni kuna viriba, yani kuna vitu kama glasi kama hili. Yale maombi na machozi unayoomba, yanaitwa machozi, lazima yajae. Yakifika nusu hapa Mungu ajibu mpaka viriba vijae. Hivi umenielewa? Mpaka viriba vijae. Ndio unasikia kule anasema wakaomba hata mbinguni. Na siku ya kwanza maombi yao yaliishia mbingu ya kwanza. Yanakwenda maombi, yanazurura, yanatafuta mpenyo. Unaomba, yanakwenda Bagala, yanakwenda Msoma, yanakwenda Marekani, yanakwenda. Unavyozi kuomba, unaanza kuya kama vile ndege. Ili ndege ipae inahitaji upepo mwingi. Unavyoomba ndio maombi yale yanapata upepo mwingi. Mwisho anasimama, yanaacha kuzurura, yanaelekea mbinguni. Hivi unanielewa? Ndivyo maombi yalivyo. Ndio maana watu wa Mungu wote waliheshimu muda wa maombi. Kuna maombi ya siku 7, siku 5, siku 40, kuna maombi ya miaka. Kama Moses aliomba maombi miaka 40 anaomba. Miaka 40 yuko milimani Sinai, anachunga kuondokea, anaomba. Maombi yanakwenda mpaka kuzimu, yanazurura tu. Ndivyo mfumo Mungu aliweka mwenyewe. Unasikia Danieli aliomba siku 21. Haina maana siku ya kwanza Mungu asikesikia. Ilikuwa ni kanuni, lazima aombe siku 21. Kwa siku ya kwanza maombi yanazurura, tunakwenda Babeli, anatoka, anakwenda Uajemi, anatoka, yanakwenda Ukaldayo, anatoka. Mwisho yakasimama, yakaelekea mbinguni. Hayo ndio maana kule unasoma kiriba. Yaani unaomba maombi yanafika hapa. Yaani machozi ya watakatifu. Unaomba yanapanda mpaka Mungu yakishajaa, ndio Mungu anaondoka na kile kiriba. Maandiko yanasema unaomba kwa ajili ya mgonjwa wa kansa, kiriba kimejaa, ndio Mungu anaondoka. Mungu wa haki anamimina ile maombi juu ya mgonjwa wa kansa. Mgonjwa anapona. Sasa watu wengine wakianza kuomba wanakata tamaa mapema, hawajui kuna viriba. Lazima viriba vijae, maana Mungu ni wa haki. Mungu ni wa haki. Na ndio kanuni zake. Kwa nini hatujui? Mungu haujuagi. Kiriba kimejaa, ndio Mungu anakwenda. Ndio moto na kadiri ambao unazidi kuomba, ndio ufahamu wako kuhusu maombi unafunguka. Jumapili mimi wakati naomba hapa, ile ibada ya jioni, naombea watu moja hapa, nilipata ujumbe hapa. Kitu ambacho nilikisahau zaidi ya miaka 15 kanitokea hapa.
hiyo tuliagana, lakini binti yangu sababu nilimwambia mwanangu, Mungu amesema nami jambo kubwa nikiwa madhabahu. Kubwa sana. Naenda yo kwa jina la Yesu Kristo aliye hai. Kubwa sana ambao lilipotea kwenye kumbukumbu zangu miaka zaidi ya 10 iliyopita. Baba, nikiwa hapa naombea mtu mmoja na kuombea huyo, Mungu anasema na mimi kwamba kumbuka ile zana ya kivita ulisahau mahali fulani, kabebe ile zana ya kivita, itumie sasa, huu ni wakati wake. Yako Mungu anasikia kuomba. Yo kwa jina la Yesu Kristo aliye hai. Mimi kwa sio naomba tu watu wanapata magari. Tunamuombea anaacha kabisa mambo yote mabaya maovu, anakuwa mtu wa Mungu aliokoka. Wacha magari cha mtoto. Hali ya mtu yanaye inabadilika. Baba akasema rudi kumbuka hiyo zana ya vita, kaibebe tena nikiwa hapa. Kwa kadri unavyokumkaribia Mungu, yale mabomba ya ufahamu, mabomba ya kuongea na Mungu ndani kwako kama yako yanazidi kufunguka. Kanisa liliomba kwa juhudi. Danieli anaomba siku ya kwanza, ya pili. Sio Mungu asikii maombi ili yafike hata mbinguni kama ya Hezekia. Yamefika bado, maana yanasema shetani akaita upinzani. Ukitaka kuona kuna vita katika ulimwengu wa roho, anza kwa mtu muombaji. Bahati Mungu ni mwaminifu. Haweki vita juu yako inaozidi uwezo wako. Hiyo ndio Mungu mwema. Kwa Danieli anaomba, shetani akakasirika. Akatuma nguvu zake kuzuia mambo ya Danieli akuacha. Alienda kuomba mpaka Mungu alipojibu. Kanisa liliomba kwa juhudi. Sikia. Malaika wa Bwana akasimama karibu naye, nuru ikamulika chumbani. Akampiga Petro bavuni, akamwambia inuka, ondoka upesi. Minyororo yake ikamwangukia mikononi mwake. Napenda sana hii. Sitaki kuiweka katika nadharia. Nataka niweke hii katika uhalisia. Anzia kwanza hapa katika uhalisia. Kwamba minyororo ya ukweli ilitoka, sio minyororo ya ukoo, ya ukweli. Halo, hivyo unanielewa? Usiweke hii katika nadharia. Iko minyororo ya ukoo, hiyo utakuwa mpunguza nguvu yake. Ilikuwa minyororo ya ukweli, ya gereza la Ukonga, la Keko. Mungu ana nguvu. Sasa hiyo kama kuna minyororo ya ukoo ije baadaye. Lakini kwanza anzia pale. Ilikuwa minyororo ya ukweli. Sio ya rohoni, ya ukweli ya macho na nyama. Ukianzia hapo ndio utaona uwezo wa Mungu. Kwa kama iko ya ukoo, sio ya rohoni, sio ya matambiko, kitoka cha mtoto. Usianzie kuona minyororo ni ya rohoni, anzia kuona ile ambayo ilikuwa ya ukweli. Hivi mnanielewa nyote? Anza kuona ile minyororo ya ukweli. Sasa baadaye ndio leta ya kwako hiyo, sio ya ukoo, sio ya matambiko, sio ya nini. Minyororo ile sio malaika aliifungua. Maajabu ya Mungu wa Abraham. Mnyororo unatoka hapa kama, sio unaelewa? Yaani unatoka tu kama kivuli, yani kama hivi, unaelewa? Yaani inatoka tu, yani sio inafunguka, yani inapita katikati ya mfupa bila na nyama bila kuiona, haipo. Na huko imetoka. Malaika kampiga tu, inuka uondoke. Baba wa ajabu. Huyu Petro kwa nguvu ya maombi ya juhudi, maandiko yanasema alianza kupita katikati ya ukuta. Milango ikufunguliwa. Anapita kwenye ukuta kama kivuli. Naye mwenyewe jitambui, naye mwenyewe ajielewe. Yo kwa jina la Yesu Kristo. Kwa jina la Yesu Kristo aliye hai. Mungu wa Ibrahimu ana nguvu za ajabu. Ninaomba hizo nguvu
zikuatamie. Naomba hizo nguvu zitembee na wewe. Naomba hizo nguvu ziishi na wewe, zisimame na wewe, zikusaidie, zikupiganie. Adui yoyote akiinuka kinyume chako, hizo nguvu zikutetee. Biblia inasema Petro yeye mwenyewe alikuwa ajui kama yuko huru, maana minyororo ilitokaje alikuwa hana habari. Amepita kwenye kuta 4 za ngome ya ulinzi kama kivuli, hata ya kujua. Malaika akamwambia, akatoka nje akamfuata, wala kujua kuwa ni kweli yaliyofanywa na yule malaika. Alizani anaona maono. Petro mwenyewe kujua, maana anapita kwenye ukuta, akadhani maono, akadhani anaona maono. Nadhani juzi wakati unapewa barua hizi na wakubwa, ndio unaona maono. Kuna Mungu anatenda, nikao unaona maono. Kama binti yangu nikao unaona maono. Ndio mambo ambayo nilisema Jumapili jioni, ndio mambo mtaona hapa. Hapa kuna magari kama 800,000 hapa magari. Hapa kuna magari hapa yakiwa machache 800,000 ya kila namna. Napoomba shetani hata azue vita. Mwezi mmoja ulipita vile mama yangu nilimtamkia milioni 40, akapata shida kibiashara kweli. Nikamwambia moyoni, yeye huo ni upepo tu, shetani anajua. Hatujai kushindwa vita sisi. Mtu mmoja leo ameletea leo document moja, amepewa kazi ya $700,000. Ana moja ya dola, kwa jumla yake $700,000. Ni mwenzenu hapa. Nimwambia Mungu yupo. Kama jambo hili halina utapeli, basi nakuhakikishia hizo $700,000 kwa Mungu yote yawezekana. Kwa Mungu yote, na sasa $700,000 ni mamilioni ya fedha. Hapa kuna magari yakiwa machache 800,000 yako hapa. Yaani wewe hata ukitaka kuchukua leo unachukua moja yako hapa kwenye madhabahu hii hapa. Na zile nyumba nzuri za kisasa, ukitaka kuchukua hata leo unaweza kuchukua. Mnyumbuko wake nimeueleza miaka zaidi ya 10. Ziko nyumba hapa. Yaani nyumba yako iko hapa. Ile ambao utajenga huko ni udhihirisho tu, lakini uhalisia wa nyumba yako nzuri iko hapa. Na wewe unadhani kwenye madhabahu hii kuna nyumba ya mbwa? Hapa iko nyumba maridadi. Hapa kuna nyumba ya ndoto yako. Nyumba ya ndoto yako iko hapa. Haya nayasema wazi bayana, hakuna mshenzi yote atakayenitisha. Atakasema tapeli, wewe ni mshenzi, ni mpumbavu. Huyo ni chuma urete. Ndio. Wewe ni njanga. Nyumba iko hapa. Nyumba yako nzuri iko. Gari lako zuri liko hapa. Hapa iko nguvu ya wewe kuwa tajiri iko hapa. Huyo ana ambaye amekuja hapa, ana nyumba amejenga Dodoma moja. Acha Ambweni, kuna moja kajenga Dodoma. Nilikuwa naangalia mara mbili. Nyumba ni ya ana hii au ikoje? Nyumba kali amejenga Dodoma. Lakini sio ana, mtu mmoja anaitwa Dacha alikuwa anasali hapa. Tuko Dodoma juzi na hao kina nani? Akatuomba tufikie nyumbani kwake. Nikamwambia hapana, watafikia wengine. Anasema mzee upako nyumba umejenga wewe.
ana nyumba dash doma nzuri ya kisasa. Sasa umejenga wewe, ni yale maombi ulikuwa unaomba pale Kibangu, ndio nyumba nimejenga. Pana nyumba yako hapa. Asa manjanga hawa, manjanga hawezi kutisha tukaacha kuyanena yampaye Mungu wetu tukufu. Kwa sababu ya ufahamu wao mdogo, kutokuamini kwao, ujinga wao. Maana kuamini ni neema, kuamini ni kuchaguliwa. Haya mambo kuyajua ni mpaka Mungu amekuita, umefunuliwa ndani. Mpaka Baba kunyoshee fimbo ya dhahabu. Kwa sababu hatuwezi kunena haya ambao wananena hawa. Mimi nasema tena na na ushahidi. Kuna nyumba, kuna magari 800,000 hapa. Magari 800,000. Na haya magari Mungu atayaachilia kwenye maisha yako. Atayaachilia. Haleluya. Atayaachilia. Petro akafikia anaona maono, maana jambo kubwa. Maono. Hivi ni kweli au naota ndoto? Kama binti yangu kapata mamilioni, ni kama alikuwa kama ameiba. Ningepata mamilioni ya hela. Kama ameiba. Lakini ndio hivyo Mungu amemjisha fimbo ya dhahabu. Sema amen. Sema amen. Akaona kama anaona maono. Ni jambo kubwa la kujifunza hilo. Petro muhusika mwenyewe akawa kama anaona maono. Anasema baadaye Petro akafahamu. Akasema sasa nimejua yakini ya kuwa Bwana amempeleka malaika wake na kunitoa katika mikono ya Herode na katika kutazamia kwa mataifa yote, taifa lote la Uyahudi. Mungu Baba kusaidie. Kuna mambo watu wanatazamia yatanitokea, tena ya aibu, ya kufadhaika. Watangoja sana. Mungu ameachilia neema ya wokovu, neema ya kusikilizwa na yeye iko na sisi. Watasubiri mno, watatazamia mengi huko, mengi, lakini kamwe kufadhaika kwangu hawatakuona hata siku pande na kulia mpaka Yesu anarudi. Petro akasema Mungu amenitoa katika mikono ya Herode. Wayahudi wote walitazamia kesho ninanyongwa, lakini Mungu ameniona, amenirehemu, amenitoa katika mikono yao. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Akafika kwenye nyumba ambayo watu wanamuombea. Na alipokuwa akifikiria haya, akafika nyumba kwa Mariamu, mama yake Yohana, ambaye jina lake la pili anaitwa Marko, na watu wengi walikuwa wamekutana humo wakiomba. Yaani akatembea akachama, amefika nyumba watu wanamuombea, akaingia pale. Akapiga hodi. Binti moja anaitwa Lydia akaenda kumfungulia. Roda akaja kusikiliza, akatambua sauti ya Petro. Akufungua mlango kwa ajili ya furaha. Alipiga mbio akaingia ndani, akaambia kwa Petro anasimama mbele ya mlango. Hivi unaelewa? Gongo. Mimi Petro, fungua. Maana ni usiku. Mimi Petro, fungua. Roda kwa ngani Petro. Akakimbia. Baada ya kufungua akakimbia ndani. Yaani Mungu ana kazi mbinguni huko. Akakimbia wewe. Akaambia wenzake naomba, jamani, mlangoni pale yuko Petro. Wakasema muongo wewe. Una wazimu wewe. Mungu atusaidie. Yaani Mungu maombi amejibu. Mzee Opoka anasema yamba na magari yenu hapa. Hivi kweli? Sasa utapataje? Pana nyumba yako hapa. Mzee Opoka bwana, leo chifu leo amesherehesha. Mheshimiwa asisherehesha, mimi sio MC. Mimi ni baba mchungaji. Na sema hapa kuna magari yako. Sema haleluya.